Ikiwa unasikia hatia ndani ya moyo wako, unasikia moyo wako hauna amani, unahisi umekosana na Mungu, unajisikia kabisa kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba hauko sawa na Mungu, jitahidi kufanya maombi ya toba. Omba toba mbele za Mungu. Kuna mtu ambaye unanisikia, kuna mambo unayafanya kwa siri, kuna vitu kabisa unavikosea mbele za Mungu na unasikia ndani ya moyo wako hatia. Mlango wa maombi umefungwa, mlango wa kuomba umefungwa, ujasiri wa maombi umeondoka. Unasikia ndani ya moyo wako hofu na uoga, unasikia hauna ujasiri tena wa kuomba. Maombi ya toba ni maombi muhimu kwako. Kuna dhambi umeifanya, kuna dhambi na kusumbua, kuna mahali unaanguka mara kwa mara, unainuka unaanguka tena, unainuka unaanguka tena. Ujasiri wako wa kiroho umeondoka, nguvu yako ya maombi imeondoka, nguvu yako ya kumtafuta Mungu imeondoka. Kuna wakati unasikia ndani ya moyo wako hatia, unasikia kabisa umekaa mbali na Roho Mtakatifu. Wakati mwingine Mungu anakukumbusha kwa njia ya ndoto ya kwamba umrudie, lakini mlango wa dhambi umekuwa ni mkubwa. Roho ya dhambi, tamaa ya dhambi imekuwa inainuka ndani yako. Unasema nitabaki kwenye hali hii mpaka lini? Lakini unasikia kuna sauti inakuita ya kwamba rudi mwanangu, rudi mwanangu, rudi mwanangu. Utabaki huko mpaka lini? Shetani anachochea naye sauti yake kukuambia kwamba endelea tu. Hauna furaha, furaha yako ni hiyo. Hauna furaha, furaha yako ni hiyo. Hiyo ndio amani yako. Mungu ni wa msamaha tu, Mungu ni wa rehema tu. Ni kweli Mungu ni wa rehema, lakini utafanya dhambi hiyo mpaka lini? Biblia inasema kwamba yote atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ikumbuka kwamba ukiwa mtumwa wa dhambi, manake utatumikishwa na dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Mara nyingi dhambi yoyote ile mwanzo unapoianza huwa ni nzuri, huwa ni tamu na huwa inakolea sana, lakini mwisho wake, dhambi yoyote ile mwisho wake ni uchungu, mwisho wake ni maumivu. Umetenda dhambi mara nyingi, umejikwaa mara nyingi, umeanguka mara nyingi, umeenda mbali na Mungu mara nyingi. Ujumbe huu ni wa kwako. Utabaki kwenye hali hiyo mpaka lini? Kumbuka kwamba Mungu amekupa kitu ndani yako, na watu wengi ambao adui anawatafuta kwa dhambi na tamaa ni watu ambao Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yao. Ndani yako una kitu kikubwa, ndani yako una neema kubwa, ndani yako kuna wingu kubwa la Mungu liko ndani yako, lakini adui anakuzimisha. Anajua ili aweze kuzimisha ni kuinua tamaa, ni kuinua machocheo mbalimbali ya vitu ambavyo unatamani vipate, unatamani viwe vya kwako, unatamani vifae kwenye maisha yako. Dunia huwezi kuimaliza. Dunia ina vitu vipya kila siku. Hawezi ukamaliza vitu vyote, hawezi ukamaliza vitu vyote. Kila itopo leo vinazaliwa vipya. Mungu anazalisha vipya, shetani naye anachochea vipya ili viweze kufaa kwa tamaa. Mambo yote ambayo yanaonekana yanapendeza na yanaonekana mazuri na matamu, mara nyingi mwanadamu, kama umeshindwa kujikontrol, yanaweza kukutenga na ufalme wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba mtu yeyote ambaye ataipenda dunia, basi mara zote atakuwa ni adui yangu. Mtu yeyote atakayependa vitu vya dunia atakuwa ni adui yangu. Ili umpende Mungu, lazima uchukie vitu vya namna ya dunia. Haina maana kwamba uchukie baraka za kidunia, no. Namaanisha kwamba uchukie matendo maovu yanayopata nguvu au yanayopata ushawishi na dunia. Shetani anaweka vitu mbalimbali vya kuchochea. Shetani anaweka vitu mbalimbali vya kuvutia. Wakati mwingine mmekuwa watu mnaangushwa na simu zenu, mmekuwa mnaangushwa na mitandao ya kijamii inawaangusha na